Jina langu ninaitwa mtumishi wa Mungu, Man of God, John Julius Karata, kutoka katika kanisa la FPCT Sinza Mori, Dar es Salaam. Karibu sana. Lakini pia napenda kushukuru kwa wewe kutumia muda wako katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, yani FPCT Sinza. Lakini pia katika mitandao yetu ya Facebook ambayo ni Facebook Sinza Mori. Lakini pia katika chaneli yetu ya YouTube, chaneli yetu nzuri sana inayojulikana kwa jina la CDM Prophetic Channel. Huko kote maeneo yote hayo unaweza kupata matangazo yetu, na si mengine tena, ni habari nzuri, habari njema za Yesu Kristo. Labda niseme hatuna kingine ambacho tunaweza tukizungumza sisi kama watumishi, kama wana wa Mungu, kama watu tuliokoka. Hatuna kingine zaidi ya Yesu Kristo. Niseme tu habari za Yesu Kristo ndio zina trendi mjini na duniani kote. Karibu sana, karibu sana. Labda nichukue nafasi hii kukuelekeza mahali ambapo kanisa letu lipo. Unapopanda gari kutokea Tegeta, Ubungo, popote pale katika jiji, njoo mpaka eneo moja linalojulikana kama Sinza Mori. Utaona sheli kubwa inaitwa Big Bone. Uliza barabara iliyoelekea Wanyama Hoteli. Kabla Wanyama Hoteli, hapo tu utaona gorofa zuri kubwa, chini yake tupo hapo. Tunamwabudu Mungu hapo, tukimngoja kwa ahadi yake aje kulichukua kanisa lake. Karibu sana. Pia niseme jambo moja kabla tujakwenda kwenye somo letu la leo. Wewe ambaye sasa unanisikiliza na unanitazama kutoka Instagram, kutoka YouTube, Facebook, ni wakati mzuri wa kuweza kuchukua kalamu yako na daftari, kuweza kusikiliza kile ambacho Roho awaambia wanadamu. Jumbe leo ni mzuri sana. Ungana nami, tega sikio upate kusikia maarifa kamili. Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni vyema basi twende tukapate maarifa haya kutoka katika neno la Bwana. Neno la Bwana ndio nguvu yetu. Neno la Bwana ndio Mungu mwenyewe. Karibu sana, karibu sana. Wiki zilizopita tulizungumzia habari ya hiki kitu ambacho kimejiinua au kinataka kujiinua, coronavirus. Na mara nyingi nimesema sipendi sana kukizungumza. Naona kama vile kinapata kichwa sana. Sipendi kukizungumza. Ila nalazimika kidogo kukueleza wewe ambaye uko nyumbani, upo mtaani, upo barabarani, upo kwenye kazi zako, upo ofisini, Tanzania, Zambia, popote unaponitazama, Nairobi, popote unaponitazama, nalazimika kukueleza. Unajua, usipokuwa na ufahamu wa jambo litakupa shida. Litakupa shida sana. Usipojua kuoperate mashine itakupa shida. Usipojua kuendesha gari utagonga, utaingia kwenye mtaro, utakufa. Leo nataka nikueleze habari hizi katika muendelezo wetu. Usipojua juu ya mambo haya yatakupa shida, utakufa mapema kabla wakati wako. Labda nataka tufahamu na tuendelee kutoka hapa. Namshukuru sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kutangaza siku 3 za kuombea jambo hili. Mimi niseme kitu kimoja. Kama kuna kitu ambacho rais
kimekonga mioyo ya watu, ya watakatifu, wale ambao njia yao kushoto najua wanaweza kukemea, wanaweza kuona kwamba rais amezungumza tofauti, lakini mimi niseme kwa wote ambao wana mapenzi na Mungu wetu, rais amezungumza jambo zuri sana. Na ndio maana siku ya leo nataka niseme hivi, nchi nyingi zitashuka kiuchumi, nchi nyingi sana zitashuka kiuchumi, zitasheki na zimeshaanza kusheki. Lakini sio Tanzania. Unajua kwa nini? Tanzania imepata kiongozi ambaye anamtanguliza Mungu. Ndio maana nataka niseme kitu kimoja, wewe Mtanzania ambao unanitazama, muombe rais wetu. Achana na rumors za ajabu ajabu, achana mambo ajabu ajabu. Muombe rais wetu. Muombe viongozi wetu, muombe waziri mkuu, muombe mawaziri wetu. Muombe ambao wamekuwa sikivu na wanamsikiliza kile ambacho anakisema, kwa sababu wanajua kwa namna moja ni rais, ni baba, na kwa namna nyingine pia ni mtumishi ambaye anasema sikilizeni, chukueni time, ombeni hilo. Nataka niseme kwamba kama kuna kipindi ambacho nchi inapita pazuri ni wakati huu. Ingawa wengine wanasema nchi inapita pabaya, nchi haipiti pabaya. Hakuna cha kuyumba uchumi, hakuna cha kuyumba nini. Ni kwa sababu tumepata rais mzuri. Sasa sikiliza nikwambie kitu moja. Katika kanisa letu la FPCT Sinza, na sisi tulichukua order moja kwa moja pia, sababu tunaamini Mungu amesema kupitia rais kuomba. Lakini kabla ya kuomba tulioeleza watu kama jinsi ambavyo nakueleza wewe siku ya leo. Tunaomba kwa misingi gani? Yaani tunaomba kwa namna gani? Samani hapo. Tunaomba kwa namna gani? Tunaomba jambo hili liondoke katika nchi yetu na dunia nzima, kwa sababu sisi wana wa FPCT Sinza tuliokoka tumegundua, na watumishi wengi wa Mungu na watoto wengi waliokoka tumegundua huyu coronavirus ni virus, mdudu tu katumwa, lakini yupo ambaye anasimama nyuma ya coronavirus. Nitakwenda kukutajia siku ya leo. Na kabla sijakwenda kukutajia ambaye anasimama nyuma ya hiki, yani kuna mtu nyuma ya coronavirus. Haleluya. Si discourage swala la kunawa mikono. Nawa mikono vizuri kwa sababu serikali imesema. Nawa mikono vizuri. Funika pua yako, funika vizuri. Hakuna shida. Ila nataka nikwambie, nyuma ya coronavirus kuna mtu nitakutajia leo, na nitakutaja jina leo. Yupo mtu nyuma ya coronavirus. Kwanza nataka uelewe, jambo hili limejenga hofu kubwa mno dunia nzima. Lakini nataka nikwambie, juzi nilikuwa naangalia statistic ya ambao wanakufa kwa kansa. Mwaka 2017 kama sio 14, kuna watu wasiopungua si chini ya milioni 9.7 walikufa kwa ajili ya ugonjwa wa kansa. Kansa tu, sijasema malaria mimi. Sijasema HIV mimi. Sijasema kifaduro, kaswende, sijasema. Nimesema kansa tu, milioni 9 walikufa. Kwa lugha nyingine, kansa inachukua millions of people every day, every time. Kuna watu wengi sana ambao wanakufa na kansa kwa kila siku. Tathmini unaweza kuiangalia, statistics unaweza kuiangalia vizuri. Lakini vipi wanakufa kwa ajili ya ukimwi? Vipi wanakufa kwa ajili ya kifua kikuu? Vipi wanakufa? Statistics zikoje? Na nchi zetu na mawaziri wetu wamekuwa kichukua immediate measures, hatua za nani? Za haraka sana. Kwenye vifo hivi ambavyo vinatokea kifua kikuu. Lakini hichi ni kitu gani ambacho kinakuja alafu kinatikisa pa? Wewe ugonjwa uanze China, mara moja tuambie uko Italy, mara moja tuambie uko Ulaya, UK, mara moja ambie uko huku, mara moja ambie uko Rwanda, uko Tanzania. Wewe inakuwa kitu gani? Inakuwa kitu gani? Nakwambia hivi, sio mdudu kama mdudu. Hizi ni habari za kiroho. Sitaki kuchanganya na habari zako za kisiasa. Hizi ni habari za kiroho, nataka nikwambie, ambazo ni habari kamili.
sio mdudu kama mdudu, ni mtu. Ngoja tusome tuone lengo la huyu mtu ni kuweza watu wapate hofu, wamhofu yeye, sio Mungu. Na Tanzania tumekataa, na hata rais wetu kakataa. Nasema ombeni, hatuwezi kumhofu mtu, tutamhofu Mungu peke yake. Napata kuona watu wameingiwa na hofu, lakini wakienda guest wala hamna hofu, wakipiga wake zao wala hamna hofu, wakienda huwa wakiiba kwenye mabenki wala hamna hofu, wakienda zilizini wakifanya pumbavu wala hamna hofu. Vitu vingi vinatia aibu. Sisemi kwamba usitumie taratibu za kiafya, fanya taratibu za kiafya, lakini unamuhofu nani? Muhofu Mungu. Muhofu Mungu. Ngoja nikutajie kitu kimoja uone. Mimi sisemi kwamba vipi. Muhofu Mungu. Jambo la kwanza, muhofu Mungu. Mbona wakati unaiba fedha hujamuhofu Mungu? Mbona wakati unakwenda unamwacha mke wako ndani unakwenda kwa mwanamke mwingine hujasikia hofu? Mbona hujapata hofu hiyo? Kwa nini hofu hiyo usihamishe huko? Kwa nini hofu hiyo usihamishe huko? Kama ingekuwa vidumu vya kunawa mtaani jinsi vilivyowekwa, ingekuwa vile sasa, ingekuwa ndo makanisa yale sasa. Ndio wokovu ule sasa. Damu ya Yesu unanawa tu kila saa, unanawa. Naona watu wananawa kila baada ya kishini ananawa. Ungenawa hivyo hivyo kwamba Mungu nisamee. Yesu nimekufanyia kosa, naomba unisamee. Unanawa kwa damu yake. Unakuwa salama. Usiogope ambaye anaweza kuua mwili. Ogopa anaweza kuua mwili na roho. Mtindo huu wa kunawa uendelee, lakini tena tunawe damu ya Yesu Kristo. Itafaa sana. Kila baada ya dakika, Mungu nisamee. Kila baada Mungu nisaidie. Itasaidia sana. Hebu ngoja twende moja kwa moja kwenye huyu mtu. Huyu mtu. Nitakwenda moja kwa moja katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana ni ufunuo wa Yesu Kristo mwenyewe. Ndio nikasema kwamba habari hizi ni za kiroho. Ukisoma pale anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyomfunulia mtumishi wake. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa nani? Sio ufunuo wa ndugu, hapana. Anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watuma wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akutuma kwa mkono wa malaika. Kwa kumbe ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Sasa, kwa mimi nataka nikueleze habari ambazo Yesu Kristo alipewa na Mungu. Umeelewa? Ngoja ambazo ni Yesu Kristo alipewa nani? Na Mungu. Hizi ndio habari ambazo Yesu Kristo alipewa. Ndio nataka uziamini hizi habari. Nataka uziamini hizi habari, ndugu mtazamaji. Ufunuo wa Yohana 13, twende pale. Ufunuo wa Yohana 13. Asema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Akitoka katika nini? Bahari. Covid imeanzia wapi? Bahari. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Sijui unanifuatiliza. Chukua Biblia yako, usiona kama mbona mchungaji huyo anatupeleka. Mimi nakupeleka wapi? Chukua Biblia, soma hapo. Biblia, chukua Biblia. Ufunuo 13. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwako mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Yule mnyama, yani beast. Kwa kizungu wanasema the Akasema nikamwona yule mnyama mwenye pembe 10 na vilemba 10. Hivi mnyama mwenye pembe 10 ni mataifa 10 yenye nguvu. Subiri. Ambayo yanaunda kitu fulani. Alafu anasema nikaona yule joka akampa uwezo mwingi na kiti chake cha enzi, yani yule mnyama
akapewa uwezo mwingi na joka. Joka ambaye ni shetani. Naomba uelewe, joka ambaye ni shetani. Twende haraka hapo. Nikaona uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani anayefanana na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Ndugu mtazamaji, hebu sikiza sentensi. Anasema yule joka akampa nguvu yule mnyama. Alafu duniani wakastaajabu, wakaanza kumsujudia yule mnyama kupitia lile joka. Wakamsujudia yule joka kupitia yule mnyama. Sasa jiulize, kwa akili ya kawaida tu ya darasani, sio ya darasa la 7, ya darasa la 2, kwamba inakuwaje mwanadamu amudu mnyama? Maana mnyama siaongei. Yes, tukija kwenye kibiolojia, kwani mnyama anaongea? Mnyama anasema vipi? Inakuwaje mwanadamu amwabudu mnyama? Sio mnyama unavyofikiria, ni mnyama mwanadamu ambaye amepewa uwezo na joka, kama tulivyosoma. Amepewa uwezo wa joka na watu wakamsujudia. Tena akasema, ni nani anaweza kufanya vita na mtu kama huyu? Nani anaweza corona? Nani anaweza corona? Nani corona? Nani anaweza? Imeua sana. Ikatukuzwa, wakaiabudu ile corona, wakaiabudu. Wengine wakashuka kwenda kwa nyumba za ibada. Rais kasema nendeni, wengine waende. Rais, Mungu akubariki sana kwa kweli. Kwa kweli sijui ingekuaje rais ungezungumza tofauti, kwamba na watumishi wa Mungu wasiende, watu waliokoka, Wakristo, watu na wengine Waislamu wasiende kwenye nyumba za ibada. Sijui ingekuaje kwa kweli. Lakini kwa hili, love you so much. Kwa nini? Hapa imeeleza, wakasema yule mnyama akapewa nguvu na lile joka, na dunia ikamstaajabu, ikasema ni nani anaweza kufanya vita na huyu mnyama? Nani anaweza kuponya corona? Nani? Imeua maelfu na maelfu. Wakaogopa, wakaisujudia. Wakaisujudia kwa nguvu zote. Unaenda, kuna corona. Sikiza sasa. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Yaani mnyama anapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Fikiria sasa. Bado upo hapo. Umeshapata? The beast. Asema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Sasa mnyama tangulini akanena. Ndio ujue kwamba ni mtu. Sikiliza sasa. Cha kunena makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na wao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie, mtu akichukua mateka achukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Ana maana gani? Asema yule mnyama akatoka akafanya makufuru. Akatoa sauti zake. Tenda wapi? Chumi utashuka. Nini? Maana anachotaka ni kwamba kutetemesha makampuni yafungwe, yafungwe, kila kitu kifungwe, hiki biashara zifungwe, wanaoenda sokoni wasiende, makampuni watu wasifanye kazi. Akishafanya hivyo, tayari anajitanua, anakaa kwenye kiti chake.
Akishakaa kwenye kiti chake anasema nani sasa? Wale wasiokuwa na ufahamu, ambao hawajampokea Yesu Kristo, ambao majina yao hakuna chapa ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo haipo katika maisha yao, wale ambao siku zote baa na wao, uzizi na wao, pombe na wao, uongo na wao, wale wakalewa. Hapa ndo pa kusujudu Bwana, maana uchumi unashuka. Sasa tunafanyaje sasa? Jamaa limekaa pale, limejitanua, amekata huko, amezuia watu hawajakwenda kufanya kazi. Maana watu sio kwenda kufanya kazi, maana yake ni uchumi unashuka. Uchumi kishashuka, anasimama yeye sasa. Anasimama yeye, ndio anakuwa na sauti. Uchumi umeshuka sasa. Maji hakuna, umeme hakuna, vyakula hamna, maana watu hawajakwenda kulima, mvua zimenyesha lakini hawajatoka. Anasimama sasa. Akisimama hapo, kichwa chako kibovu, unasujudu tu. Ukisujudu mbe, tayari unagongwa chapa ya 66. Hii namba ya 66 jina lake ni huyu mnyama. Takuonyesha, usijali, wewe tulia kimya hapo ulipo. Amen. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kufanya nini? Anasema hapa ndipo imani ya watakatifu na subira iliyopo. Maana wale ambao jina la mwana kondoo Yesu Kristo kwenye misingi ya ulimwengu halijapatikana katika maisha yao, wale walioishi maisha ya anasa, acha tutese, dunia ndio hii, maisha mafupi, wale wanakwenda kumsujudia kilaini. Kwa sababu kama katoka, kaenda kusaliti, kaenda kufanya upumbavu, eti akapewa shilingi 10,000, leo hii kabaki na njaa siku 2, leo hii anabaki na njaa mwezi mzima, ataacha kwenda kumsujudia mnyama. Lakini nataka niseme na nataka nikuombee, usikubali kumsujudia mnyama. Tukae tuiombe nchi yetu. Rais ametangaza siku 3. Usiache, usikome, endelea hata siku ya 4, hata siku ya 5, endelea kuomba, endelea kuomba. Mimi nataka niseme hivi, katika jina la Yesu Kristo, hizi ni habari kutoka mbinguni. Corona haina mwezi miwili kuanzia sasa. I'm telling you. Nakwambia corona haina miezi miwili kuanzia sasa. Hakuna, hamna zaidi ya miezi miwili. Huu ni mwezi wa 4. Nataka nikwambia huu mwezi wa 4. Huu ni mwezi wa 4. Mpaka tunafika baada ya mwezi wa 6 tutasikia taarifa njema. Lakini taarifa njema hizi kwa ajili ya watu wote. Sisi tuliokoka, taarifa njema tunazo. Taarifa njema nini? Tunazo. Kwamba ndio maana mimi natembea nikiringa, natembea na nakwenda, rais akasema kafanye kazi, mimi naenda kufanya kazi kweli. Sio gopi. Kuna mtandao siku na jasho mikononi. Tunashukuru. Tana. Hakuna shida. Kwa sababu ni sheria. Kwa sababu ni sheria. Imesema. Na mimi nipo mtumishi wa Mungu. Naongoza kwa kutii sheria pia nchi. Hapo inanielekeza mema. Sasa unaambia unawe, kwa nini usinawe? Ndio maana tunasema haya mambo ya pia endelee tu hivyo pia. Itakuwa ni nzuri sana. Ni nzuri. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Corona ni mtu. Corona ni mnyama huyu ambaye tumemsema hapa. Anataka kuabudiwa. Ifikie sehemu, kuna mataifa mengine watu wakitoka nje wanachapwa, ingia ndani. Sasa ale nini? Ingia ndani nimesema. Sasa wewe jiulize, hizi fedha tunabadilishana kila siku vipi kwenye fedha huko? Tunabadilishana fedha kila siku, tunabadilishana hiki, tunabadilishana hiki. Ni Mungu tu. Na ndio maana anaishi kaka kafikiria kuna hapa hapana. Hii ngoma nyingine. Hapa watumishi ingieni kazini. Na sasa tumeingia kazini. Nataka kipekee kinachofuata katika simulizi hii ya ukweli kutoka mbinguni ni kuonyeshe sasa nini maana ya jina COVID 2019. Upo tayari? Lazima hivi, wale ambao wana maarifa watapata shida sana. Kimbilieni kwa Yesu. Kimbilieni kwa Yesu, mipua zangu ziko salama. Kimbilieni kwa Yesu. Kimbilieni kwa Yesu. Utapata shida sana nje ya Yesu, utapata shida, utakufa. Utakufa kwa pressure tu. Wengine wanauma kwa pressure. Sasa nataka ndeni nikakuonyeshe nini maana ya COVID 2019. Na nakwambia kitu ambacho Mungu amenifunulia. Mafunuo haya yanaendelea. We are not short of the revelation. The revelation continues. Nina furaha sana. Lakini kabla ya hapo, tukiwa nakwenda kukuonyesha hili swala, ni kuombea kidogo. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye anatazama sasa kupitia CDM Prophetic Channel, na pia anatazama kupitia Facebook, yani Facebook FPC Sinza Mori, lakini anatazama kupitia Instagram FT Sinza. Endelea kutazama. Endelea kutazama.
Njoo nikuonyeshe sasa nini maana ya COVID 2019. Mungu, usiache kutubu leo. Tubu leo. Unaweza kukuta Yesu anarudi leo. Amen. Basi katika mwendelezo wetu huu nataka nikuonyeshe hii maana ya COVID 2019. Kuna jina limejificha hapa ambalo kama nishakuja kukueleza, kama nilivyokueleza katika kipengele ambacho kwa tunaendelea nacho, COVID 2019. Huyu ndo mnyama mwenyewe, huyu ndo virus mwenyewe. Achana na huyu virus. Huyu virus mdudu tu, lakini hapa katumwa mtu. Virus katumwa. Wanasema mchawi mtu, si ndio? Paka katumwa. Angalia maneno haya. COVID-2019. Sasa kimahesabu tufanye hivi, X and Y. X and Y, kwamba X is equal to Y. Kwamba hii COVID ndio X yetu. Kwamba X is equal to COVID 2019. Sasa tunataka tutafute Y. Tutafute Y. Nadhani unafuatilia vizuri kama unaangalia hapa. Tutafute Y. COVID. Sasa COVID 2019 ndio jina lake. Ingawa wameficha hapa, wameandika COVID-19. Kuna kitu wamekificha, walificha hii 20. Wameficha hapa ili ushinde kupata mahesabu sawa sawa. Ushinde kupata mahesabu sawa sawa. Hapa sasa wameficha 20 tumeiweka. Lakini hembu sasa tutafute hii Y. Y tunaitafutia wapi? Kama X is equal to COVID 2019, je, Y itakuwa nini? Sasa tunaipata Y hapa. Chukua hapa, hesabu hapa kuanzia hapa 1 2 3, hesabu hizi herufi. Yaani C 0 V I D. Hesabu sasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lakini hapa kuna 9 nyingine ambayo ni 2019. Yaani kwamba imeanza 2019. Tunachukua 9 ya kwanza tunaiweka hapa, sehemu hii hapa. 9 ya kwanza. Kama unafuatilia hivyo. 9 ya pili ni hii hapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya pili hii hapa. Ndugu mtazamaji, unaotazama, tumepata 9 ngapi? Tumepata 992. Ambao moja ni 2019, tumechukua ile. Lakini nyingine ni kutoka